tunaingia hii chapter ya 5 au sura ya 5 ambayo inasema dola ni mfalme katika dunia ya forex. Kwamba dola ambayo ni USD ni sarafu maarufu zaidi duniani. USD ni sarafu maarufu zaidi duniani. Unaona, inahusika kwenye zaidi ya 80%, zaidi ya 80% ya biashara zote za forex. Unaona, hiyo ni sarafu ya akiba ya kimataifa ambayo tunasema kwa Kiingereza ni global reserve currency. Inatumika kama kipimo cha thamani kwa bidhaa kama mafuta, dhahabu na gesi. Unaona, kwa hiyo yani dola haiepukiki. Dola ya Marekani haiepukiki kwa sababu ni sarafu ambayo inatumika sehemu kubwa sana duniani. Kubwa, hakuna nchi ambayo haitumii dola. Unaona, yani nchi nyingi sana unakuta zinatumia dola. Unaona, Tanzania kwenyewe hapa tunatumia sana dola. Matumizi ya dola yapo mengi sana. Unaona, kwa hiyo dola ni imekuwa ni kama anasema kama kipimo cha thamani kwa hizi bidhaa za mafuta. Kwa hiyo hata mafuta pia thamani yake tunaiangalia katika mfumo wa wa dola. Labda mafuta leo yamepanda kutoka dola fulani mpaka dola fulani, dhahabu na gesi. Ndio maana unakuta dola ikiyumba tu kidogo inaweza ikaathiri mpaka uchumi wa dunia. Unaona, au mafuta yakipanda tu inapelekea mpaka dola na yenyewe kufanyaje kuathirika. Kwa hiyo unakuja kujikuta bei za mafuta zinakuwa zinapanda au zinashuka na vitu kama hivyo. Unaona, kwa hiyo mfano bei ya mafuta duniani huonyeshwa kwa dola, wala sio euro, wala sio wala sio yen, ni dola tu. Unaona, ndio inatumika kwa thamani ya bei za za mafuta. USD katika biashara ya forex. Unaona, USD huonyeshwa kwenye jozi nyingi. Ukija sasa kwenye soko la forex, hii sarafu ya dola ipo katika pair nyingi sana. Yaani pair, asilimia kubwa ya pair za forex zina USD. Ni pair chache sana ambazo hazina hazina USD. Kwa hiyo ukiangalia hapa una Euro USD, una GBP USD, unaona una USD JPY, una USD CHF, una USD CAD, una AUD USD na una NZ USD. Yaani USD ndio imetokea kwenye pair nyingi kuliko sarafu nyingine yoyote ile. Unaona? Hapa kwa haraka ukiangalia ziko kama 7 hizi. 1 2 3 4 5 6 7. Unaona, hizi ni pair 7 zote zinakuwa zina USD, ambazo hizi kwa tunaziita ni kama major pairs. Unakumbuka tulivyosoma major pair kule nyuma, ambazo zina USD. Hizi hapa zote ni major pair ambazo zina USD. Lakini pia bado tuna zile tunaziita zile pairs ambazo zenye mataifa ambayo yanaendelea kukua kama ZARI USD, zile exotic. Ukiachana exotic kuna nyingine zinaitwaje zile pairs zile, mwenyewe jina limenitoka hapa. Kuna cross currency pair, kuna major pair, kuna exotic pair, alafu na kuna naniliu. Exotic pairs ndio zile ambazo zinakuwa hazina USD. Zile ambazo kama GBP JPY, hiyo ni exotic pair, japokuwa imeundwa na major currency, lakini ni exotic pair. Ila kuna zile ambazo zinaitwa, ngoja tuangalie, sio mbali. Unaona kwenye hizi pair zinaitwa exotic currency, alafu na kuna hizi exotic currency pairs. Mfano ni exotic kweli, ni jozi zinazojumuisha sarafu ya nchi ndogo dhidi ya USD, ni exotic currency pair. Huko sahihi, ni exotic. Alafu tuna major na cross. Cross ndio ambazo zinakuwa hazina USD. Kumbukumbu. Unaona, kwa hiyo unakuta sasa hizi jozi zote, hizi pair zote huitwa major pairs, na liquidity kubwa, spread ndogo, na mabadiliko ya bei yanayofuatiliwa sana. Ndio pair ambazo zinakuwa traded sana kwenye soko la forex. Ndio. Kwa hiyo nguvu ya dola inatokana na nini? Unaona, kwa hiyo dola ya Marekani nguvu yake inatokana na nini? Chanzo
unakuta ni uchumi wa Marekani, unaona, kwa sababu uchumi wa Marekani ni uko strong sana, unaona. Uchumi wa Marekani ni uchumi mkubwa zaidi duniani, kwa sababu wote tunafahamu kwamba Marekani ndio nchi yenye uchumi mkubwa kuliko nchi zote, unaona. Alafu vile vile kitu kinachopelekea kingine hii dola inakuwa na nguvu kubwa, benki kuu ya Marekani, unaona, ambapo hii ina ushawishi mkubwa kupitia viwango vya riba. Ni benki ambayo inakuwa ina ushawishi mkubwa kuliko benki zote duniani kulingana na viwango vyake vya riba. Vile vile uwekezaji wa kimataifa, wawekezaji wengi wanawekeza wapi? Marekani, unaona. Alafu vile vile biashara ya kimataifa, makampuni mengi hutumia dola kufanya nini? Kufanya malipo. Makampuni mengi sana duniani, dola fulani hivyo. Ndio kitu ambacho kinapelekea kwamba dola kuwa na nini? Na nguvu. Dola kama kiashiria cha nini? Cha soko. Mabadiliko ya dola huathiri pea nyingi sana, unaona. Yaani dola aidha ikiwa ina nguvu au ikiwa haina nguvu, athari zake inaonekana kwenye pea nyingi sana, hata zile ambazo hazina dola ndani yake, kama GBP, JPY, labda euro au nini, zote zinakuwa zinaathirika endapo dola itakuwa na nini, itatokea mabadiliko yoyote kwenye nini, kwenye dola. Vile vile dola inapokuwa imara, sarafu nyingine huonekana dhaifu, unaona. Na vile vile dola inapokuwa dhaifu, bidhaa kama dhahabu hupanda bei. Na ndio maana sasa hivi ukiingia, kwa mfano dola miezi hii ya karibu hapa imekuwa inasoasoa sana, muda mwingi unakuta ilikuwa inashuka hivi, unaona. Sasa hii inapelekea dhahabu kuendelea kupanda thamani, na bei yake inazidi kupanda juu, unaona. Na ndio maana ukienda kuangalia kwenye chati ya gold, unakuta gold yenyewe ni uptrend tu, unaona. Kwa sababu ya nini? Ya dola haiko stable sasa hivi, inayumba. Kwa hiyo unakuta dhahabu inazidi kupanda thamani na kupanda bei, unaona. Kwa hiyo kama mwanafunzi, fuatilia habari za Marekani, zinaweza kuathiri trades zako hata kama unafanya biashara ya euro, GBP. Kwa hiyo news au fundamentals za Marekani zina manufaa makubwa sana kama uko unazifuatilia, kwa sababu unaweza ukawa na make trade decision kwenye pair nyingine zote hizo ambazo unazijua kupitia news za nini za Marekani. Kwa hiyo ni vizuri pia ukiwa unafuatilia fundamentals za Marekani. Sasa hizi speech ambazo anazitoa Trump hizi, na zenyewe zinakuwa na impact kubwa sana sokoni. Kitu kingine, USD na psychology ya trader. Wakati wa matamko ya hii Federal Reserve Bank ya Amerika, unaona, FED, unaona, soko ambao ni benki kuu ya Marekani, soko huwa na volatility kubwa, unaona. Kwa hiyo unakuta dola inakuwa inaathiri pair karibia zote, unaona. Volatilities ni ile hali ya soko kuwa na movement za haraka kweli sokoni, inakimbia. Wakati wa news, kama ushawahi kushuhudia, unakuta news inakuwa released labda saa 9, unaona, saa 9:30. Ukienda tu kuangalia imefunguka, tunakuta labda kendo imetokea bonge moja la kendo ndefu imeshuka mpaka chini, unaona. Yote hii ni kwa sababu ya nini? Ya dola. Wakati wa habari za ajira, ambayo ni ile fundamental ya NFP, ile inatoa ni habari za ajira Marekani, dola huonyesha mwelekeo wa soko kwa siku nzima. Vile vile trader mwenye akili hutumia dola kama dira ya mwelekeo wa soko. Kwa hiyo ukiwa upende kufanya pia uchambuzi wa dola, unaona, ukipenda kufanya uchambuzi wa dola, itakuwa ni rahisi wewe pia kusaidia kuweza kufanya uchambuzi wa pair nyingine, unaona, kama euro USD, GBP USD na kwa sababu dola ndio ambaye ana athari yake inaonekana kwa kiasi kikubwa sana sokoni. Okay. Kwa hiyo dola ni mfalme wa forex, unaona. Ukielewa tabia yake, unaona, ni msingi wa kuwa trader bora. Kwa hiyo ukiachilia mbali sijui na kufuatilia pair nyingine, lakini ni muhimu zaidi kufuatilia nini? Dola Marekani, ambao ukiingia kwenye chart labda TradingView tunaita DXY, ambao tunaita ni dola index, unaona. Kwa hiyo kama mwanafunzi, jifunze kufuatilia viwango vya riba vya Marekani, unaona, ambazo tunaita ni interest rate hizi, unaona, alafu NFP,
unaona, takwimu za ajira na vile vile matamko ya benki kuu. Hii kuna hii fundamental ambayo tunaita FOMC, unaona. Hii pia hizi ni fundamental ambazo zina impact kubwa sana sokoni. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuzifuatilia, unaona. Dola sio tu sarafu, ni kiashiria cha mwelekeo wa dunia ya kifedha, unaona, kwa kwamba dola yenyewe huyu hapa, yani dunia nzima tunaangalia dola inaendaje, unaona. Kwa hiyo yani unaweza kusema kwa asilimia kubwa uchumi wa dunia umeshikiliwa na dola, ambao ni dola nini ya Marekani. Njia tofauti za kufanya biashara ya forex. Sasa kwenye hii chapter kuna ukiachilia mbali tu na kutrade hizi currency, lakini pia kuna masoko mengine ambayo yote ni masoko ya nini? Ni masoko ya fedha, ila namna yake ya kutrade ni tofauti, unaona. Biashara ya forex haifanyiki kwa njia moja tu. Kuna aina mbalimbali za masoko na mikataba ambayo wafanyabiashara hutumia kulingana na malengo yao, mtaji na muda wa nini wa biashara. Kwa hiyo aina kuu za masoko ya forex, unaona, kuna aina kuu kama 3 hivi, ambao aina ya kwanza kuna huyu tunamuita bwana spot market, unaona. Huyu spot market hii ndio njia moja kwa moja ya kufanya biashara ya nini ya forex. Biashara hufanyika papo hapo, instant execution hii tunasema, unaona, ambapo bei ya sasa ya soko hutumika, hakuna mkataba wa baadaye, unaona. Na hii inafaa kwa sisi retail traders. Kwenye hii hii tunaita ni spot market, unaona. Labda mfano wake tunaweza tukasema kwamba unaenda sokoni, unaulizia bei ya mchele, labda anakuambia 2100, unalipia papo hapo. Hiyo inaita ni spot market, on the spot, hapo hapo. Yani spot market inatokana na ile neno spot, hapo hapo, yani unauza na kununua hapo hapo. Hii ndio tunaita ni spot market. Na hii aina hii la soko ndio linatufaa sisi retail traders, unaona, ambao tuna trade sana hizi currencies kwa kutumia platform ya nini ya MT4 au MT5. Kwa hiyo ni bora kutrade kwa kutumia spot market, unaona. Aina nyingine tunaita ni future market, kama jina lake future, baadaye, unaona, kwamba hii ni biashara ambayo inafanyika kwa mkataba wa baadaye, future contract. Bei na tarehe ya utekelezaji huwekwa mapema, inatumika zaidi na taasisi kubwa na wawekezaji wa muda mrefu, unaona. Kwenye hii future market, labda mfano labda wewe unaenda labda nataka nitolee mfano rahisi iwe rahisi kunielewa. Mfano labda wewe unaenda kwa wapi, shambani labda, unaona, kununua labda mchele au mahindi, unaona. Mnakifika pale mahindi bado hayajavunwa, lakini yako shambani, ila mnakubaliana, bwana, mimi nataka kununua labda, tuchukulie labda tani 10 za hayo mahindi au mchele kwa bei fulani. Kwa hiyo mnapanga mpaka bei kabla hata hayajavunwa. Ushansoma? Lakini mtu anategemea kuvuna hayo mahindi au mchele labda baada ya miezi mitatu mbele. Kwa hiyo hicho kitendo tunasema hiyo ni future market, kwamba una negotiate bei mapema, unaona, alafu biashara inakuja kufanyika muda gani? Baadaye, unaona. Mna negotiate bei ya kuuza au kununua, unaona, alafu then biashara yenyewe sasa au exchange yenyewe inakuja kufanyika baadaye, in future, unaona, kwamba hapa unakubaliana kununua labda GBP USD kwa dola 1.25 baada ya wiki 2 bila kujali bei ya soko itakavyokuwa. Kwa hiyo haijalishi baada ya hizo wiki 2 sokoni bei itakuwaje ya mahindi au hivi na hivi na hivi, wewe unanunua kwa ile bei ambayo mnakuwa mmefanyaje, mmekubaliana. Au unauza au kununua kwa bei ambayo mnakuwa mmefanyaje, mmekubaliana, unaona. Kwa hiyo ndio tunaita ni future market. Sasa hii inahitajika uwe na mtaji mkubwa ili uweze kutrade hizi futures. Na zipo kwenye platforms zinaonekana. Lakini nyingine unasikiaga tunasema tuna options, unaona, option market, unaona. Hii option market ni ile hali kwamba unataka kufanya biashara, unaona, lakini ni baadaye. Yaani inafanana na future lakini inakuwa ni kwa baadaye. Lakini utofauti wake unakuja ni kwamba tuseme unakuwa unaweka kama kishika uchumba
Unaona, labda utakuja kununua labda bidhaa fulani labda kwa shilingi 2500 au mahindi kwa kilo moja labda kwa baadaye labda kwa shilingi 2500, lakini hapo yanakuwa kabla hayajavunwa, lakini unakuwa unaweka kama shilingi 500 kama ile ya kushika uchumba ile, kwamba ya kuzuia labda yasiuzwe. Unaona, wewe unasubiria mpaka baadaye itakapofika, au labda bei yake itakapopanda. Unaona kwamba unaenda kwa muuzaji, tuseme anakuwa kama ameshavunwa tayari. Unaona, yeye anakuwa kama anakuwekea, unaona, anamwambia bwana, hii hapa, ila yakipanda nitanunua, au yakishuka nitanunua kwa bei hii hapa, ila yakipanda sitanunua. Kwa hiyo unaweka bei yako ile ambayo kwamba ikitokea amepanda basi mimi nitanunua kwa bei hii hapa. Unaona, ndio ametulia, amechukua mfano hapa, unanunua option ya kuuza USD JPY kwa dola 100 na ngapi na 50. Unaona, baada ya mwezi ukiona soko limepanda, wewe ulikuwa unategemea kuuza, unaona, kwa dola 100 na ngapi 50. Unaona, lakini baada ya mwezi unakuta soko limepanda. Unaona, kwa hiyo unaweza ukaacha, unaona, usiuze kama imefanyaje, imepanda. Yani ni kama ni instrument fulani hivi zile za option, namna fulani vya kutrade. Sijui naweza nikaielezeaje, ni iko ngumu kidogo, lakini logic yake ndio ipo kama hivi. Sijui naeleweka vizuri? Nimeelewa, lakini maana yake hiyo hapo inakuwa yani hapo unakuwa haikuzuia, yani unakuwa uko huru pamoja na kwamba umekubaliana, lakini bado pia unakuwa una option kwamba nifanye nisifanye. Nafikiri hapo ndo umeielezea vizuri, umenielewa vizuri kitu ambacho nilichokuwa nakimaanisha. Hii kwenye upande wa option. Alafu kuna kingine tunaziita exchange traded funds, ambazo hizo kifupi chake tunasema ni ETFs. Unaona, exchange traded funds. Hizi ETFs tunasema hizi ni vikundi vya mali vinavyofuatilia sarafu au masoko ya nini ya fedha. Unanunua ETF kupitia soko la hisa, si moja kwa moja kwenye nini, kwenye forex. Inafaa kwa wawekezaji wa muda mrefu wanaotaka diversification. Hii hapa iko hivi kwamba badala ya kununua hisa za kampuni moja, umeona, wewe sasa unakuwa unanunua hisa za kampuni tofauti zaidi ya kampuni moja. Unaona, yani ni kama teknolojia ambayo unakuta ina hisa zote, labda hisa za Apple, hisa za Microsoft, hisa za Google. Kwa hiyo unakuwa unanunua kama kakikapu fulani hivi ambapo ndani yake kunakuwa na hizo hisa zote. Kwa hiyo hapa faida hii hapa ya exchange traded funds, hii inapunguza hatari. Unaona, ile riski inakuwa ni ndogo. Unaona, kwa sababu kama kuna hisa moja inaweza ikashuka thamani, nyingine still bado zikawa ziko stable. Kwa hiyo still bado wewe hautapata hasara kubwa. Hasara yako itakuwa ni nini? Itakuwa ni ndogo. Unaona, na ikitokea basi zote ziko stable, unajikuta faida yako pia inakuwa nini? Inakuwa ni kubwa sana. Unaona, sasa hii inahitaji sasa wale wawekezaji wa muda mrefu. Kwenye upande wa nini wa hizi exchange traded funds. Sasa jinsi ya kuchagua njia sahihi, scalping ya haraka ambayo ndio tupo kwenye upande wa retail traders, labda ni intraday au swing trading. Pia kulingana na mitaji yetu tulionayo, ni it's better kwa sisi kutrade nini, spot market. Ila uwekezaji wa muda mrefu pia unahitaji pia mtaji mkubwa. Unaona, hii lazima unaweza uka invest kwenye futures au nini, exchange traded funds. Unaona, ETFs. Alafu vile kulinda mtaji dhidi ya hatari, unatumia nini, hizi options. Unaona kwamba ndo kama ulivyoelezea kwamba bwana, unaweza baadaye ukaamua uuze au usiuze, ni wewe mwenyewe kulingana na bei ya sokoni jinsi ilivyo. Alafu vile biashara ya kawaida ya kila siku, hii pia ni spot market. Hii ni kwa sisi ambao tunataka kutrade kila siku. Kama mwanafunzi, anza na spot market. Ni rahisi kuelewa, inapatikana kwa brokers wengi na inakupa uzoefu wa moja kwa moja. Kwa hiyo spot market ndio ambayo tuna trade sana na ni nzuri kwanza. Na kwa hiyo baadaye utakapokuwa na improve, sasa unataka kuhakikisha kuwa na sasa mtu na mtaji mkubwa,
una pesa ndefu sasa ndo unaweza sasa kuanza kutrade hizi futures, unaona, kwa una invest hizi kwenye futures. Maana yake hizi unaweza kujikuta una invest huko, unaangalia baada ya mwaka, miaka miwili, umeona kitu na vitu kama hiyo. Okay. Kwa hiyo forex ni soko lenye njia nyingi sana, unaona, kila njia ina faida na changamoto zake, unaona. Kwa hiyo kama mwanafunzi usikimbilie complexity, anza na njia rahisi, jenga uelewa, kisha panua mbinu zako. Kumbuka, njia bora sio ile inayotoa faida haraka, ni ile inayokufundisha nidhamu, subira na uelewa wa soko. Faida za forex trading, unaona, kuna faida nyingi sana za forex trading, unaona. That's why ndio maana unakuta watu wengi nowadays wana trade forex. Soko la forex linavutia wafanyabiashara wa aina zote, unaona, kutoka kwa wanaoanza hadi taasisi kubwa, kwa sababu lina faida nyingi ambazo hazipatikani kwenye masoko mengine kama masoko ya hisa au bidhaa, unaona. Kwa hiyo faida zilizopo kwenye soko la forex kwenye masoko mengine hazipatikani. Faida namba moja, hakuna commission, unaona. Brokers wengi ambao tunawatumia hawatozi commission, unaona, wanapata faida kupitia spread tofauti ya bei ya kununua na nini na kuuza, ndio ile bid and ask, unaona. Vile vile hii inafanya gharama za biashara kuwa ndogo kwa trader wa nini wa kawaida. Kwa hiyo kutokuwa na commission, gharama za kufanya forex au za kutrade forex na kwa nini ni ndogo. Faida nyingine ni hakuna middleman, unaona, kwamba unafanya biashara moja kwa moja na soko kupitia nani? Kupitia broker, unaona. Hakuna wakala wakati anayekula sehemu ya nini ya faida yako, tofauti na masoko mengine, unaona, labda masoko ya bidhaa au masoko ya hisa, unaona. Unakuta mara nyingi huko kuna mawakala ambao wanakuwa wapo katikati, watu kati hao tunasema, unaona, ambao ili wewe ukipata faida unajikuta inavunjwa ile faida ambayo unatakiwa uipate wewe, na yeye pia anafanyaje, inavunjwa na yeye anapata na sehemu ya faida yako. Hakuna ukubwa wa lot uliofungwa, no fixed lot size, kwamba unaweza kufanya biashara kwa micro, mini au standard lot kulingana na mtaji wako. Kwa hiyo huku kikubwa ni mtaji wako, unaona. Kwa hiyo ukiwa na mtaji unaoruhusu kutumia lot, wewe unatembea na lot size yoyote ile ambayo inaendana nini na mtaji wako. Hii inaruhusu wanafunzi kuanza na mtaji mdogo, unaona. Kwa hiyo hata kama ukiwa na mtaji mdogo unaweza kutrade kwa kutumia nini, micro lot au mini lot, unaona. Gharama ndogo za transaction, low transaction cost, unaona. Spread ndogo na utekelezaji wa haraka wa biashara kuwa nafuu. Hii utekelezaji wa haraka ufanya biashara kuwa nafuu, ndio ile tunasema execution, kwamba ukipress buy ndani ya sekunde chache tu kama moja au mbili unakuta tayari na huko kwenye platform imeshaingia buy. Ukibonyeza sell na huko unakuta imeingia sell, unaona, pamoja na spread ndogo. Hakuna ada za kila trade kama kwenye masoko ya hisa, unaona. Faida nyingine ni soko la saa 24, unaona, tunasema 24 hour market. Forex hufanyika masaa 24 kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa, unaona. Lakini vile vile unaweza kufanya biashara wakati wowote, asubuhi, mchana au usiku, unaona. Na faida nyingine kwamba hakuna mtu anayeweza kulimiliki soko, no one can corner the market, unaona. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kufanya kulimiliki. Ni soko ambalo liko huru. Soko ni kubwa sana, hakuna taasisi au mtu binafsi anayeweza kulifanyaje kulidhibiti, unaona. Kwa hiyo hii walianzishaje, yani hata aliolianzisha hakuna, kwa sababu hii obviously hakuna hili soko la forex limeanza kuwepo baada ya nanilio ya unakumbuka zamani tulikuwa na zile zama za kati, sijui zama za mwanzo na zama za mawe, sijui nini. Kwa hiyo mpaka ilipokuja kugundulika sarafu, baada ya kugundulika sarafu kuwa kama ndo means of exchange, miaka hiyo ya nyuma ndo forex ilianzia huko. Kwa hiyo kabla hata ya kuja kwenye hii teknolojia huko tunavyoanza kuziona hizi chati huko, forex ilikuwepo tangu enzi na enzi, unaona, kwamba pesa ilivyoingia tu duniani kulikuwa na introduction ya hela, na forex ndio ilianzia hapo. Maana watu walikuwa wanabadilishana bidhaa, unaona, kufanya exchange.
Kwa na forex pia ilianzia wapi? Ilianzia huko. Okay. Unaona, kwa hiyo sio ya mtu. Sio ya mtu. Kwa hiyo ni soko ambalo lipo huru. Unaona, na ushindani wake ni wa haki. Okay. Alafu faida nyingine, vitu vingi ni bure. Unaona, nasema free stuffs. Unaona kwamba broker anatoa account ya majaribio demo for free. Unaona, unapewa chart za bure for free. Unapewa fundamentals, habari za soko bure. Unaona, alafu vile vile vifaa vya kiufundi, technical instruments, unaona, ambao kuna indicator, analysis tools, zote hizo unapewa nini? Unapewa bure ili uweze kufanya analysis na kupata faida sokoni. Unaona, kwa hiyo ni faida ambazo zinapatikana kwenye soko hili tu, tofauti na kwenye masoko mengine, ambapo kwenye masoko mengine kuna vitu vingi sana ambavyo unajikuta unafanya unalipia. Kitu kingine tunasema liquidity ya juu, high liquidity. Unaona, unaweza kuingia na kutoka sokoni haraka bila kuathiri nini? Kuathiri bei. Unaona, hii ni muhimu kwa scalpers na day traders. Unaona kwamba soko lina move sana. Unaona, linatembea vibaya mno hili kwa siku. Unaona, kwa hiyo kwa siku unakuta labda price imetembea, labda kwa mfano kama gold, ndani ya muda mfupi imetembea pips 400, imebuy pips 400, labda imeshuka pips 200. Kwa hiyo hizi movement zote ambazo wewe unaweza ukaingia na kufanya na kutoka ukatengeneza nini? Kutengeneza profit. Unaona. Alafu vile vile vizuizi ni vidogo sana vya kuingia sokoni. Low barriers to entry. Unaweza kuanza na mtaji mdogo, hata $10 au $50. Tofauti na kwenda kuwekeza kwenye masoko ya hisa au masoko mengine. Unajikuta unawekeza, unaanza na vizuizi vinakuwa vingi sasa kwenye upande wa nini? Wa mitaji. Ndio. Vile vile hakuna masharti magumu ya kujiunga kama kwenye masoko ya hisa. Kama ushawahi kwenda kujaribu kutaka kununua hisa, unakuta kuna masharti mengi. Tofauti na wapi? Tofauti na soko la forex. Kwa hiyo faida za kisaikolojia kwa mwanafunzi, forex inakufundisha nidhamu. Unaona, kujua lini na wakati gani wa kuingia sokoni na kufanyaje na kutoka. Vile vile forex inakufundisha kusubiri mwelekeo sahihi. Subira. Unaona, hii forex inakufanya kuwa na subira. Usipokuwa na subira mzee, kila siku utakuwa unaumia. Losses zitakuwa ni kwa kwenda mbele. Unaona, vile vile kwenye forex utajifunza kufanya analysis, uchambuzi. Unaona, kufuatilia habari na takwimu. Unaona, kwa sababu itafika kipindi utatakiwa labda kufuatilia labda news za Marekani, Trump kasungumza nini, unaona, labda news za NFB, unaona, na vitu kama hivyo. Vile vile inakufundisha ujasiri, kukubali hasara na kujifunza kutoka kupitia hiyo hasara ambayo unakuwa umefanya umeipata. Kwa hiyo ushauri, usivutiwe na faida haraka, vutwa na maarifa ya kudumu. Unaona, forex ni shule ya tabia kabla ya kuwa chanzo cha nini cha kipato. Kwa hiyo lazima uhakikishe unakuwa na maarifa sahihi ndipo uanze kufanyaje kutrade. Okay. Kwa hiyo forex ni fursa ya kiuchumi kwa watu wa kawaida, lakini inahitaji maarifa, nidhamu na mpango. Unaona, kwa hiyo lazima uwe na plan, lazima uwe na nidhamu, lazima pia uwe na nini na maarifa ili kuweza kuwa profitable huko kwenye ile soko la nini la forex. Unaona? Okay. Kwa hiyo faida hizi si kwa kuzisikia tu, bali kwa kuzitumia kwa vitendo. Lazima uelewe. Unaona, anza kwa akaunti ya majaribio. Kwa sasa ukiwa unataka kutrade unaanza na demo. Unaona, baada hapo labda unaweza kujump kutoka kwenye demo ukaenda kwenye senti account. Unaona, taratibu. Baada hapo sasa ndio unakuja sasa kudeposit labda kapesa fulani hivi ambao kana mtaji mkubwa mzuri ambao sasa ndio unaweza kudeposit sasa jumla. Unaona? Okay. Hii ni chapter ya 8. Sasa hii chapter ya 8 inadhani kuanzia hapa nafikiri tutaendelea kuanzia kesho. Forex tofauti ya forex pamoja na hizi stocks na futures tutaangalia.
Unaona jinsi soko forex linavyofanana na masoko mengine haya, stock, futures na vitu vingine hivi. Okay. Kwa hiyo tutaangalia kesho. Leo tumesoma chapter 3 ya 5 ya 6 na ya 7. Kwa hiyo tubakisha 8 ya 9 ya 10 11 12 13 14 15. Tumebakiza chapter kama 8. Kesho tunaweza tukapiga chapter 3. Ya chapter 3 zitabaki 5. Kesho kutwa 3 zitabaki 2 tutamaliza. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumemaliza basics, introduction ya forex. Tutakuja tutaangalia pia na platforms hizi MT4 MT5 ambazo naamini hizo unazifahamu vizuri. Hauna ugeni nazo. Kwa hiyo pia na zenyewe tutakuja tutaangalia huko mbele, ambayo tutakuwa kwenye chapter za mwishoni huko. Okay. Baada ya kumaliza hapa nafikiri ndio itakuwa kwenye part ya technical strategy development. Safi sana. Kuna swali lolote? Hapa swali mimi sina.